Yo, we're up mtazamaji popote ulipo duniani, naamini unatufuatilia kupitia interview hii. Kama nilivyokuambia mida saa mbili nipo hapa maeneo ya Temka ambako nilikuja kumsaka msanii ambaye ni moja kati ya wasanii ambao naweza nikasema wameanza kuimpozi mtindo wao au wanzilishaji wa system ya muziki wake ambao anaofanya, ambao anafahamika kama Afro Kongoma, ambaye niko hapa mitaa ya Temka ambako nishamuuliza maswali mawili matatu na umeweza kumsikia. Halafu niko mitaa yake hapa ambako anaishi na majirani, anaishi na watu wa karibu yake ambao pia na wao ni wafuatiliaji namba moja wa muziki wake, ninaweza kusema hivyo. Kwa hiyo takuwa na wasaka hapa, niko mbele ya gate na nataka kuingia ndani. Najua vijana wanaishi hapa na wao wataweza kutuambia ni vipi wanaofuatilia muziki wake na vipi wameweza kupokea muziki wake, kwa sababu nabii kwanza heshima ianzie nyumbani kwake alafu iende na sehemu nyingine. Basi tujue kuwa muziki wake unaendelea vipi na mtaani kwake. Tuingie moja kwa moja. Wanasema ba jeune njo benye banafuatiliaka sana muziki na ba mere au tuseme bazazi ba papa ba kukomala abafuatiliake muziki sana, tofauti na mapei zingine. Unakia kutana kushe zote ziko unasikia muziki, njo unaangalia muziki ya fasi nyingine na kwa sababu vile inapanda kulimo paske kushe zote ziko zinafuatilia muziki. Unaweza jua nini tu ba jeune Goma njo wanakuwa wanafuatilia muziki sana? Vitu nye viko simple kujua hata babangu osi mtilia miziki zetu cheba jene anaweza penda vile kama madilu na kila mtu anapenda kitu, ça dépend epoque, kila kitu ni wakati. Mimi ndeza penda nifate miziki zangu, mama iko ashwa zake bajene, kila mtu mdunia, kila mtu kwa ashwa zake. Huko shwa za bajene, shwa za bapapa na shwa za bamama. Donc tuseme Afro Kongoma ni ya ba jeune ba mkartier to abo peke njo basha jikangia ile style ya Afro Kongoma mkartier ba mere abiko mwa hivi vitu tuseme. Kila kitu exception na kwaka, kila regle na kwaka na exception hayo kama njo file. Haiko ba jeune tuko ba mere no bana valider musique. Bon, ni chez ba jeune kwanza ndio tusha valider sana. Bon, na ba mere ba moya Nihurumie, nihurumie, unipende. Nihurumie, nihurumie. Tuendelee kwa kaka huko Goma. Kawaida yetu hatupendake vya Goma sana, tunapendaka kusikia vya nje sana. Menyi mnanihakikishia kabisa Afro Kongoma mko mnaifuatilia sana na mko mnajikaza kuivalorize, kuifikisha kwenye mnapenda ifike. Unawazia jua nini Goma hatupendake vyetu, tunakuwa tunapenda vya fasi nyingine? Bon, ni kujikaza tu kusikia ile hii muziki ya Afro Kongoma, ile style ya Big Star mwenye power. Tutakuwa njikaza tunasikia, donc tunaivalorize gizi Dani pale alisema. Ndio. Maana tuseme wewe mtelefoni yako deja uko nayo, kafika kuchiki hata ile masaa mapose unawapigia, mshasikia Afro Kongoma. Hiyo vraiment mimi nawapigia hayo na bamwa wanaipenda, wengine kwa wanapenda mbo gizi tu alisema exception ziko saki. Kwa wanapendaka, wengine wananyamanza, ni vile tu. Mushabule mukartier yenu uko mnaishi na Big Star mwenye pao mwenye anakia na hii style yake ya Afro Kongoma. Mushabule mukartier mnafaa kitu mwa hivi saa party, kitu mwa saa kafete mwa hivi mna play tu muziki yake jua ya kuendelea kuimpose ile muziki. Mushabule kitu ya vile hiyo tushapima, surtout kuipiga tushapiga muziki yake mwa hivi mwa anniversaire, malgré mina sababu titre mais nikisikia muziki zake za mingi niweze kumbuka, malgré mina sababu titre mais tushapiga muziki yake vraiment mwa anniversaire mwa hivi. Mulikuwa ni bazazi ba mama wakavalide muziki wakasema vraiment huyu garçon anaimba bien, mwanaimba hii nyimbo. Ndio. Okay, message yako peut-être ku ba fan ba Big Star mwenye pa mwenye amekia impose style yake Afro Kongoma, benye peut-être bangali na lala hawapendi fuatilia, peut-être kusikia una Goma, unaweza tumia mtu nyimbo jua ifungule asikie kwanza, inakuwa ni probleme. Unaweza ambia wale watu nini peut-être benye bangana yake muziki ya Goma, peut-être tu ni mabitu tu mwa hivi vya watu vya bana wakati. Uko na message gani ya kuambia? Bon, mimi naweza sema juu ya muziki ya Goma
ni kusikia tu. Juu hawezi penda kitu kwanza na ukukisikia. Ifoka usikie kitu njo uye kipenda. Uisikie mara pili, mara tatu njo one kama ile muziki na kuinspire. Njo kusivineze waambia. Mae basikie sana muziki za Goma na njo tuko na valorize bastari yetu ya Goma. Tumalizie na huku, na ulikuwa na message gani peut-être ya mwisho kuambia wale wenye habafatiliake muziki ya Goma, wenye habataki fatilia peut-être Big Star mwenye pa mwanake impose nani yake style yake Afro Kongoma, parce que tunaweza sema ingali ya mupya, ifo batu kwanza baanze découvrir ni nini juu bawe kama batapenda. Hawezi découvrir kitu na hauya kisikia wala hauya kiona. Si ndio ulikuwa na message gani ya kuambia wale watu? Frère Exusesha sema vya lazima, lakini zasema ke negligence njo iko hapa Goma sana. Kila mtu anapenda vya nje parapora vya venye viko Mugoma. Ndeza sema ke watu wasikie Afro Kongoma sana, wasikie wa musiciens wetu kujua tuko na matalanza mingi, me watu habana njo motivation ya watu kujua ukishakuwa na mvia kufanya kitu kama hauko motive sana, kitu kinaisha pole pole. Endeza sema ke watu wajina Mugoma wapana nabo watusaidie kumotive wa musiciens wetu wa Mugoma. Unaweza ni prove na nini kama utaendelea sikiliza Afro Kongoma na kuiprove fasi nyingine kama Afro Kongoma ni style ya Benini? Unaweza prove na watu ke utaendelea fuatilia muziki na uta impose na wewe watu? Bon, vitu iko simple. Mwanzo nilikwambia kwanza mimi peke nishe valide. Okay. Nishaipenda. Maana c'est facile ke watu wengine wenye waproche wangu waisikie facilement. Kujua ukishapenda kitu unaweza penda wengine nao wakipende. Unaba influence. Sawa sawa. Bro, ulikuwa na neno gani peut-être ya mwisho kubenye habapendake sikia muziki ya kwetu, benye habapendake sikia style za ba artiste ba kwetu biko na impose muziki yetu usiku na mchana juu muziki yetu ikuwa? Ulikuwa na nini ya kuambia wale benye habayaanza fuatilia Afro Kongoma, na Afro Kongoma ni style yenyewe inaanza jimpose mu vile yetu ya Goma, na vile bro alisema na MRDC taenda uko sirike MRDC taenda? Sawa sawa. Ulikuwa na message gani ya mwisho bro? Mimi nezisema ke watu wafataka wajikaze watwale hata wakati ya kwanza sikia Afro Kongoma, baone matalent ya ville, baone gisi wanayua wa musicien, watwale temps ya kuwasikia, waendeleshe kufata muziki zabo, tuwaencourage ville. Nawe ni prove na kitu yenye nawe unawazia utakontribue au utachangia hii style ya Afro Kongoma iende mbele. Nini yenye unaweza ni prove na utafuatilia kabisa na utajikaza uimpose watu wako wa karibu bebiko mbali peut-être? Nini utafanya, geste gani utaniprove nayo? Mimi prove mimi napenda sana ile nyimbo ile Afro Kongoma, mimi nafuatilia sana, inakuwa na inspiration ya bien. Ndio mimi. Asante sana. Bado safari inaendelea, ambako nimekwambia niko mitaa ya Temka, ambako mida ya saa 2 nilikuwa niko hapo kuweza kufika kwa msanii ambaye amekuja kuimpose style ya Afro Kongoma ndani ya nchi ya DRC, ndani ya mji wa Goma ambako ni makazi yake, na bado naendelea kupiga story na watu tofauti ambako natoka nje, labda nikakutana tu na watu wa mitaani kwake, watatuambia nao vipo wanafuatilia style ya muziki wa Afro Kongoma. Hapa nimemaliza kupiga story na mabro wangu watatu ambao wako katika mtaa huu wa Temka, ambako nilikuja nyumbani kwao kuweza kupiga nao story. Basi niweze kutoka nje, labda nikapata watu wengine wa kupiga nao story. Meana kia na Afro Kongoma ni stile yake ya mupe yenye anakuya impose vile ya Goma na Republique, kama Mungu ataendelea kusaidia, paske muziki ni komba, muziki ni voyage ya mrefu sana. Unawazia stile yake ya Afro Kongoma itafanya bien Mugoma? Bon, kila style inafanyaka bien au cas où uko na soutenir. Ce qui akikuwa na batamsoutenir, c'est possible que ndele mbele na un jour tukule matunda ile
style yake. Unawazia njua nini Goma hatuna culture ya kuvalorize vya kwetu, hatuna culture ya kusupport vya kwetu. Mwe tusikilize miziki za nje, Niger, Tanzania, tusikilize Uganda. Hatuna culture ya kuvalorize vya kwetu, kusikia vya kwetu vituingie. Unawazia ni njua nini? Bon, d'après Mimina kama atuvaloriser culture ya kwetu parce que y a conflit de tribu. Sinon tukiangalia kisi ya kueliminer les conflits à tribu, t'as évolué mon musique, mon football, tout ça, pas bien, un peu bien. Mais au cas où il est ma conflit qui est entre nous, ça serait un peu difficile à évoluer, à faire évoluer même culturel. Una quartier muko na possibilité ya kufanya Big Star akwe mkubwa na nyinyi muko na possibilité ya kumushusha parce que ni wa kwenu, ifo kwanza nyinyi njo muyue valere yake, kisha wa makartie ingine na Goma iyue valere yake. Nyie kama muyue valere yake hawezi kuwa Big Star, si ndio? Mushajipanga enye sa vile bajene kuweza kuvalorize miziki yake, mushapanga kitu hata sa vile pati tu mweko mkartie tupige playlist tu ya miziki zake, au kama iko na ngoma mbili tuzipige mwanzo mwisho mpaka vile fete itaisha. Mushabule kitu ya vile? Bon, avec le temps, c'est avifanya parce que souvent comme habitude chaque fois un peu en public, ça serait possible qu'il y ait beaucoup avec le temps. Mais au fur et à mesure que tout à coup tout ce qui a la musique zake aussi, c'est à quoi qu'on influencer, impacter tout, ça serait mieux que vivre beaucoup et vitakuwa tena sana je pense. Je pense que uko na barafiki, uko na makonaissance, ushabule zile connaissance zako upime zisikilisha. Unaona kuna kwa si style moi hivi unaweza jifanya kwa sikilisha watu indirectement na hawayui. Ushabule kitu ya vile ça peut-être kuchike, watu wako wa karibu. Ushabule kufanya kitu kia vile? Oui, c'est sûr, je vous assure que ce n'est pas même une fois, je l'ai fait maintes de fois. Je vous assure que je le fais aujourd'hui. Message gani peut-être ya mwisho nyoko na kwa fan ya Goma wenye hapapenda kisikia vya kwetu? Unaweza tumia mtu nyimbo ole ifungula asikie, ndefungula pretia na sahau, hatutesikia. Wezi découvrir artiste na hauya musikia, hauya yoya venye viko muye. Ukuna message gani ya mwisho kuba fan ya muziki ya Goma venye habapende muziki ya Goma, venye banapenda muziki ya Goma, venye habasutenira ke muziki ya Goma, venye banasutenira ka muziki ya Goma? Ulikuwa na message gani? Oui, niko message parce que Clebote pour que vous il fallait kwanza base kwanza munani origine kwanza te kwa naishi soit mpei yao origine tu kwanza surtout kwanza mon entourage. C'est que jo muziki vous chez kwanza ba non population à Goma tu musikilize et puis na tu valoriser kwanza quelqu'un qui m'a donné beaucoup plus à offrir ma musique chanson ya kusaidia. Des fois on est encore tout ma changré tout ce qui a chanson parce que non vraiment je suis apaisé. C'est vrai, tout soutenir les musiciens et tout, nous partir valeur. Et puis, à tout partir valeur, tu partir aussi dans la province et tout, dans valeur. De façon que toi, ce qu'il y a, tel, ça tel. Vraiment, ça nous ferait du bien. Toi, ce qu'il y a, les comparaisons entre nous, quartier, tout aussi, ça serait mieux. Merci beaucoup, Kaka. Ulisema jina nani? Jina ni Don Bashomba. Don Bashomba, asante sana. Habari. Munaogopa mikrofone? Kiongea basi, comment? Bien. Uko bien? Unavye tu kuongea? Hapana. Shamuko yala Joani. Bien. Uko bien? Unavye tu kuongelea? Au you? Tu kuongelea muziki. Wewe unafuatilia muziki ya Goma? Unaiua? Unayo artist njo star mwenye pao? Au muyue? Na unamkartie yenu? Niangusha kusaushi mwe quartier. Inaishi. Auishi we. Comment? Bien. Unavye tu kuongea? Hapana. Aso kwa chika ni kao wewe tu kuongea. Yeah. Uko bien? Wewe ndio nani? David. Unasomea wapi? Impemoti. Wala usomaji. Ndio. Ukanti ndio unasoma. Uliweza kwanza? Uliweza? Na point ngapi? Na point ngapi? Sa 70. Uko bandi wewe. Unavyo tu kuongelea. Unasikia muziki za Goma eske? Unasikia nani wa Goma? mkumbuki. Au mkumbuki Comment? Bien. Comment? Bien. Uko bien? Wewe ndio nani? Mustafa. Mustafa, unasomea wapi? Mpaimoge tu. Mpaimoge. Uko ndugu yake na nani?
na huyu mwingine hapa? Tunajuana njo. Tunajuana njo. Unasoma mkanti? Niko vinanya msenke. Mbona leo kusoma? Meshe tunasato tusoma lendi. Tukoongelea muziki ya Goma, unafuatilia muziki ya Goma? Artiste gani wa Goma unaona yu? Garso au. Okay, huyu Garso mnjo jina yake Star mwenye power. Unafuatilia muziki yake? Ni ya bien. Ni ya bien. Inadunda bien. Sana tena. Sikia maedisho. Nishasikia meshe kumbuka hivi sana sana. Hawezi kumbuka sana sana. Mimi nafahamu muziki ya bien. Nafahamu muziki ya bien, watu wanafurahi. Utakuwa naambia wenzako kwa masomo kwa kusikiliza muziki yake Afro Kongoma. Utakuwa waambia niambie. Nitakwambia muziki Afro Kongoma ni mzuri sana, itapatia mashauri. Utakuwa waambia musicien ndio jina yake Star Big mwenye power. Afro Kongoma. Afro Kongoma. Sio Mustafa. Merci Mustafa. Safari bado inaendelea. Nilikuwa na watoto wengine ni watoto welewe, wanaweza kuwa hawamjui, wengine pia wanamjua, wengine wanasikiliza mziki wake, wengine wasikilize mziki wake. Bado naendelea kupiga story na watu tofauti tofauti ambao wanafuatilia. Motar uko vrai asenyi njo mko aleta insécurité mu vile, ni kweli? En fait hatuwezi sema kama ni kweli wala kama ni bongo, parce que unaona mtu anaweza kuya anakamata moto anatembeza anavala kaske, banasema keno ni motari. Anaweza fanya vya bien wala vya mzuri, watasema tu ni motari. Bon, tuachane na vile, haiko njo teme yetu, si ndio? Mbele ilikuwa tu kusikia mawazo ya motari nao wanasema nini. Motar, unafuatilia muziki ya Goma? Ndio, mimi nafuatilia muziki ya Goma, na katikati ya ile muziki kuna muziki ambayo tunaipenda sana. Kwa style ya mupi yenye Garso wa Goma, artiste wa Goma iko na kiempoze yenjo Star Big mwenye pa mimi nazie quartier, unapima maîtriser, anaishishi mwe quartier hapa, unapima maîtriser masolo ya Afro Kongoma. Ndio unajua minakuaga na kitu, kunakuwa watu wanaimba vitu, lakini katikati ya wanamuziki kuna kuaga wanamuziki ambao wanafanya tofauti. Unajua mtu ambaye anaimba kitu alafu hiki kitu kikampatia mtu faraja, huyu mtu anakuaga iko tofauti. Huyu Big Star ninakuwa na nyimbo zake, halafu katika nyimbo zake zimenipendeza. Kwa nini? Kwa sababu ameimba wimbo moja ambao nimeupenda sana. Anasema hawana wema. Katika hii wimbo amepanga maneno vizuri, nikusema mtu ambaye alivunjika moyo akausikiliza huu wimbo vizuri, anaweza kabisa akafarijika. Na hii ni tofauti ambayo nimemuona, ni kusema tofauti ambayo anakifanya, kitu ambayo anakifanya ni mtu ambaye anaimba maneno ya maana, maneno ya kufariji watu, anaimba maneno ya maisha ya watu, jinsi watu wanavyoishi. Ni kusema hii ndio tofauti ambayo nimemuona. Ni mtu tofauti, nyimbo anazipanga vizuri, muziki anatumika vizuri. Ni kusema huu ndio tofauti ambao nimeona yeye anafanya katikati ya wanamuziki hapa Goma. Tuzungumzie muziki wetu wa hapa Goma. Kama ulivyosema, yeye yuko tofauti. Utatuambia utofauti wake, unafikiri ni kwa sababu gani? Wasanii wa kwetu sana wanapenda kuimba sana mambo ya mapenzi sana. Tuko kwenye watoto, kuna vitu hatuweza kuzungumza sana, lakini ushaelewa. Hatutaki kuzungumzia changamoto ambazo tunakumbana nazo usiku kama vile mchana. Goma ni moja kati ya sehemu ambako kuna vitu vingi sana, kuna matokeo mengi sana. Watoto wanapotea, watoto wanaibwa, watu wanapigwa usiku kama vile mchana, kama nilivyotoka kuongea na moja kati ya mtu wa mtaa huu, anasema insecurity imekaa sana kwenye mtaa. Wasanii hatutaki kuimba vitu kama hivyo. Wasanii hawataki kuimba vitu ambavyo vinaonekana kwenye jamii. Unafikiri utofauti wake yeye na wale wasanii wengine labda ambao wako kwenye mapenzi sana, unafikiri ana utofauti naye au ndo wale? Nitangulia kusema ya kwamba mtu ambaye ameimba kitu, anaimba wimbo, na katikati ya huo wimbo mna maneno ya kumjenga mtu, ya kumpatia faraja. Huu ni mtu tofauti kabisa. Unajua hapa kuna nyimbo nyingi, midundo, lakini ndani yake ukafuatilia utakutana hamna hata neno moja ambayo inaweza kumjenga mtu wala kumrudisha mtu kwa nafasi. Na ndio maana nimekuambia kwamba msanii huyu Big Star nimefuatilia nyimbo zake sana, na katikati ya nyimbo zake nyingi zimenipatia vraiment faraja sana, na ndio tofauti huu ambao nimeona kati yake na wengine wasanii.
Goma hatuna kawaida ya kukubali vya kwetu, kwa sababu wanasemaga kila siku lazima kwanza nabii waanze kumheshimu kwao, nabii wamkubali kwao, lakini si ni tofauti, japokuwa ule msemo tena unasema nabii mara nyingi hana sifa kwao, hana heshima kwao. Unafikiri kwa nini Goma tuko hivyo? Hatutaki kusikiliza vya kwetu, hatutaki kuappreciate vya kwetu, hatutaki kusikiliza mziki wa kwetu, tunataka kusikiliza mziki wa nje zaidi sana. Unafikiri kwa nini Goma tuko hivyo? Unajua huo ni ujinga mtupu. Unajua ningeliambia wengine ambao waangaliki na hiyo tatizo. Mimi nimempenda huyu kwa sababu ya nyimbo zake, na wengine ambao wanakamata kama nabii hana heshima kwao, ningeliwaita wasikilize nyimbo zake, wazifuate kwa makini, nao hiyo tabia ya kutokuheshimu watu hapa kwetu nao wataiacha kabisa. Ni hivi tu ningeomba. Wewe kama vile motar ambao uko ndani ya barabara kila siku, naamini nyinyi motar mnaweza mkafanya kitu kwenye sekunde moja kikawa kikubwa sana, mnaweza mkafanya kitu kwenye sekunde moja kikawa kidogo. Ushawahi kufikiria labda kuweza kuwasikilizisha wenzako motar, kuweza kuimpose hii style mpya ya msanii Big Star mwenye power, hii Afro Kongoma? Ushawahi kufikiria kitu kama hicho, labda unavokana wenzako kuweza kuplay muziki wake watu waweze kusikiliza? Unajua tabia yetu hapa Goma, tunakuaga na tabia moja, tukikaa tunaongelea vitu hivi na hivi. Nadhani ni watu wengi ambao tangu nipate hizi nyimbo zake na nikazifurahia sana, ni watu wengi ambao nimesha watumia nazo nao wanazifurahia. Ingawaje hawamjui kwa sura, lakini najua ni wengi kabisa ambao wanamfurahia mtu huu kufuatana na faraja ambayo inapatikana katika nyimbo zake, ambao wanaofuatilia huu muziki wa Goma na ambao hataki kufuatilia huu muziki wa Goma, ambaye tuna msanii ambaye amekuja kuimpose style yake mpya ambayo ni Afro Kongoma, ambaye anafahamika kwa jina la Big Star mwenye pao. Na message gani labda ya mwisho kwa wale wanaopenda huu muziki na ambao haupendi huu muziki, na ambao wanataka kuona huu muziki unaendelea na wengine hawataki kuona huu muziki unaendelea? Una message gani ya kuambia? Ningeambia watu ya kwamba kama hujipendi hauwezi kupenda mwingine. Tupende kwanza vitu vya hapa kwetu, na hapa kwetu kuna vitu vizuri. Wafuatilie kwanza matendo ya mtu, ndio inapasha kuacha unampenda. Kufuatana na matendo na nyimbo za huyu mwanamuziki, ni kusema inatubidi sote tupende kwanza vitu vya kwetu hapa Goma, na baadaye tutaona Goma yetu inaendelea kabisa. Ni hivi ndio message nilikuwa nayo. Jina ni nani? Kwa majina anaitwa Faraja Luendo. Asante sana Faraja Luendo, tunakushukuru sana, pia tunakutakia kazi njema. Bado tunaendelea kupiga story na watu tofauti tofauti. Asanteni sana, tuendelee kufuatilia hapa interview. Bado safari inaendelea. Kama nilivyokuambia, niko mitaa Temka hapa, ambako nilikuja kumtembelea msanii Big Star ambaye anaendelea kupiga story na watu wa karibu naye, majirani ambao pia wanaofuatilia muziki wake. Nimekuambia lazima heshima ianzie nyumbani alafu iende sehemu nyingine. Niko na mwanadada hapa ambaye nimemkutana, yuko hapa kwenye genge lake au duka lake, anafanya kazi yake ya biashara, ambao pia naye anaufuatilia muziki wa msanii Big Star mwenye power. Dada, jambo. Jambo sana. Uko poa? Yes. Salama kabisa. Salama. Kwa majina? Majina naitwa Mainda. Hata mimi si mwanamuziki, ni mwana sinema. Yani hata mimi naigiza pia. Okay. Yeah. Sinema na muziki ni kipi ambacho nakipenda sana? Labda ulishawahi kuota kuwa mwanamuziki lakini ukasema acha tu mimi nifanye sinema, muziki siwezi. Ushawahi kufanya muziki na sinema? Muziki sijawahi. Nimefurahia tu kuifanya sinema, kucheza, kwa sababu inanifurahisha sana. Ndio. Muziki wa msanii Big Star mwenye pao, unafuatilia muziki wake ambao anaofanya? Amekuja na style yake mpya ambaye anafahamika kama Afro Kongoma, amekuja kuimpose muziki wake ndani ya mji wa Goma na Congo in general. Unafuatilia muziki wake? Muziki wake nafuatilia, ila zaidi nafuatilia filamu zake. Na pia ni mwana sinema? Yes. Anafanya sinema na muziki? Yeah. Lakini sana unafuatilia sinema zake, muziki haupo sana? Hata muziki pia nafuatilia. Yes. Tuambie, akina dada Goma wanataka kusikiliza sana muziki wa nje. Hatuna ile kawaida ya kuweza kuappreciate, kuweza kufurahia muziki wa nyumbani kwetu, kwa sababu nyinyi wanawake mna power kubwa sana. Ni watu ambao naweza nikasema mkiweza kusema msapoti msanii, anaweza akawa mkubwa kwa dakika chache sana, kwa sababu nyinyi ndio ambaye mnacheza muziki za watu, nyinyi ndio mko na muziki za watu kwenye simu zenu. Lakini Goma wasichana wengi hawataki kusikiliza muziki wa kwetu. Unafikiri kwa nini hamtaki kusikiliza muziki wa kwetu na mnakwenda kusikiliza muziki wa nje zaidi? Labda niseme
upumbafu au ujinga, kwa sababu unajua mtu akisikiliza mziki wa kwao zaidi unampa chata. Mwanamuziki wa kwenu unamuinua kwa juu, anajisikia yupo naye, yani yupo alezi, anajisikia kuendelea hata kupiga kwa sababu mnamsapoti. Wakati hamumsapoti basi anakaa anazofika. Tuambie style yake mpya ambayo ni Afro Kongoma. Unafikiri kuwa ataweza kuimpose mziki wake ndani ya mji wa Goma na nje ya Goma? Kwa sababu Goma mziki ni mgumu sana. Ni mgumu sana, tofauti labda na sehemu nyingine msanii anakuwa anaingia na moja kwa moja anasikika, watu wanamtafuta, anapata show tofauti, anafanya vitu vikubwa sana. Kwa Goma unafikiri ataweza kuimpose aina yake ya mziki ambao anaofanya ambao ni Afro Kongoma? Nafikiria ataweza, kwa sababu mimi mwenyewe nitamsapoti. Kwa sababu ni mtu wangu wa karibu. Lakini kama utamsapoti mwenyewe, hawamsapoti watu wote, unafikiri kuwa wewe support yako mwenyewe itamfanya awe mkubwa? Hamna. Yani nitajaribu kuzungumza na wengine pia watamsapoti. Yes. Tuambie message yako labda ya mwisho kwa watu ambao wanaofuatilia mziki wa Goma na ambao hawafuatilia mziki wa Goma, hasa nyie kina dada ndo ambao hamtaki kufanya mziki wetu ukawa mkubwa. Una message gani labda ya mwisho? Message ya mwisho labda niongee kweli. Kiufupi, mimi kama mimi Mainda naupenda sana mziki wa kwetu kwa sababu mimi ni Mkongo, wala si Mtanzania, si Uganda labda, Mrundi, Rwanda. Yes, mimi ni Mkongo, ni lazima ni support mziki wetu wa Kikongo, ni wasapoti wasanii wa kwetu, na wale ambao hawa support wa labda niongee wa stari wao, sio vizuri, wajitahidi wainue wastaa kwao, kwa sababu sio kama hamsapoti stari wa kwenu, nafikiria itakuwa ni Ulisema jina? Naitwa Mainda. Asante sana Mainda, tunakushukuru kuweza kupata maoni yako. Tunabaki na mtu mmoja alafu tuweze kuagana na star mwenyewe ajili tuweze kufunga interview yetu. Bado niko ndani ya mtaa wa Temka ambako ni mtaa anaoishi big star mwenye power wa Afro Kongoma. Niendelee kukushukuru. Tunabaki na mtu mmoja, bado safari inaendelea tu kwenye dakika chache alafu tuweze kumaliza interview yetu. Safari bado inaendelea, kama nilivyokuambia niko Temka ambako nazidi kupiga story na mmoja kati ya karibu ya watu ambao wanaofuatilia mziki wa Big Star mwenye power, ambaye amekuja na mziki wake, naweza kusema hao ni style yake Afro Kongoma, ambayo tuweze kuuliza pia kaka salama. Uko fresh? Uko fresh. Kwa majina unaitwa nani? Fredos Congo. Fredos Congo, unafuatilia mziki wa Afro Kongoma msanii Big Star? Ndio, mnafuatilia sana, nafurahia muziki wake, anafanya vizuri sana kabisa. Unafikiri aina muziki ambao ameuleta kuweza kuimpose mji wa Goma na nje ya Goma, kama anavyotafuta mwenyewe aweze kupenya nje ya Goma, unafikiri style yake itaweza kufanya vizuri? Unaona, muziki ni kujiaminia, anaimpose na tushamjua, donc ashafanya bien sana, na ninaomba tumfuatilie juu ni rhythm yenye ilikuwa kwake, ndio maana tunamfuatilia tu. Ndio. Na unafikiri nje ya Goma ataweza kufanya vizuri? Labda Goma watu mmemzoea, watu wa karibu naye mmemzoea, nafikiri nje ya Goma watu watamzoea? Hapana, haiko kusema hata zoea, nazoea sana, ni artiste mkubwa, mimi nampenda sana, hata mimi Fredos Congo mimi nakubali sana, big star sana, nafurahia sana, anafanya vizuri sana kabisa. Muda wetu ni mchache, hata tuongee na dada hapa. Dada, jambo? Jambo. Uko fresh? Ndio. Jina? Yvonne, unafuatilia muziki ya Big Star mwenye power? Sana. Sana hata. Unawazia stili yake ya Afro Kongoma itafanya bien Goma na nje ya Goma? Ndio tu sana. Unamwangusha hata enda fasi. Atafika mbali sana. Atafika mbali. Ulikuwa na message basi gani ya mwisho kwa Big Star mwenye kuna fast style yake ya Afro Kongoma na wafan wa Goma wenyewe wanafuatilia muziki ya Goma? Ulikuwa na message gani ya kuambia? Message yangu tu ni kuambia population ya Goma bamfuatilie tu sana. Yule ni artiste mwana imba tu sana bien. Bamfuatilie bamnani. Bamsupport. Basi. Asante sana Yvonne. Nimalize na msanii ambaye nitakuwa namuuliza mawili matatu kuhusikana na muziki wake pia ambao anazidi kuendelesha usiku na mchana, alafu tuweze kumaliza interview yetu.
niko hapa mtaa wa TMK, au sio? Tanzania pia kuna sehemu inaitwa Temeke, lakini hapa ni TMK ambako nimekuja kumsaka msanii wa mji wa Goma ambaye yuko mbioni kama anavyosema mwenyewe za kumsikiliza, lakini mimi nishapiga naye story nje kidogo. Ameniambia yuko mbioni kuweza kukimbiza mziki wake, anataka mziki wake uweze kwenda Afrika. Kila mtu anaweza, kila mtu ana ndoto zake, kila mtu ana kitu ambacho anakifikiri, kila mtu ana vision yake. Nimekuja kumsaka nyumbani kwao au nyumbani kwake pia, ambako tutakuwa tunapiga naye story 2-3 kuweza kujua mziki wake unasimama vipi, mziki wake umekaa vipi, ambaye anakuambia analeta system mpya au style yake ambayo inafahamika kama Afro Kongoma, ambayo ni style mpya kabisa. Mwenyewe atatuambia imeanza lini au anataka kuimpose iweze kufika wapi, ambaye nimekuja hapa kuweza kujua inakuwaje. Habari bro? Uko fresh? Yes, niko fresh. Majina ni nani kwa watu ambao labda ni mara ya kwanza wanakuangalia? Majina ni nani? Kwa majina naitika mwanamuziki Big Star mwenye power. Na kwa nini Big Star mwenye power? Unafikiri kuwa una power kubwa? Yes, na power kubwa. So unajua kila mtu ana power kwa mashabiki zake. Nikiwa na mashabiki zangu ama kutokana na mashabiki zangu ndio maana na kuwa mwenye power. Ndio. Na ni jina tu limekuja mwenyewe tu ukasema acha nijiite mwenye power kwa sababu najua mimi na power, au ilitoka kwa mashabiki labda, au ilitoka kwa mtu wa karibu na wewe, au kwa mtu wa familia yako? Okay, so unajua mwenye power ni English. Mwenye power ni jina langu la asili kwenye lugha yetu. Jina langu ya asili ndo mwenye power. Sitaki nizungumze hapa, ila jina langu ya asili nimetoshea kwenye jina la asili, nimeiweka kwenye Kiingereza. Kama ingekuwa vizuri tuambie ile asili, kwa sababu kuna watu wanataka kusikiliza vitu vya asili sana. Imetoka kwenye asili gani labda tungetaka tujue? Hapana, sitaki nifahamishe mashabiki. Unasikia aibu ya jina lako, si ndio? Sikia aibu. Kitu ambacho unasikia aibu ya originality yako? Hapana, kitu ambacho kinaacha sisemi hiyo jina ilitokea hapo ndani ya asili yangu. So unajua mimi niko mwanamuziki, mimi sina asili. Ndani ya muziki sina asili, niko popote. Ndio maana sitaki niseme asili yangu. Kwa hapo nimekuelewa. Leo nimesema acha nifunge safari, nitoke nilikotoka kuja kutafuta hapa nyumbani kwako kuweza kupiga na wewe story. Nije kukuuliza muziki wako unakotoka na unakoelekea. Unafikiri muziki wako uko wapi sasa hivi? Kwa sasa muziki, so unajua sisi wakati tunafanya muziki tunaweka tu kwenye media, kwenye account zetu, mashabiki wanafanya kazi zao. Kuna pindi na kuaga niko nyumbani, unasikia jamaa fulani hivi ananipigia, Big Star nimesikia kazi yako sehemu fulani, Big Star nimesikia sehemu yako kazi yako sehemu fulani, najisikia furaha. Hapo nasema kazi zangu kumbe zinaendeka. Wakati nasikia watu tofauti, nimesikia ngoma yako unaipiga kwenye media fulani, Big Star, kesho yake nasikia tena hivyo. Wakati ninapopita njiani, pengine niko najitembeza, nasikia nagonga kazi zangu na furahi. Istoshe hata kwa majirani zetu, nchi ambazo tuko nazo karibu ya hapa Kongo, na marafiki wengi, utasikia jamangu, nimesikia kazi yako fasi fulani, nimesikia kazi yako hapa kwetu. Hiyo inanipatia furaha ya kusema kazi zangu kumbe nafanya kazi nzuri. Okay. Naona mfumo amekaa karibu. Ndo mfumo wako huyu au vipi? Wewe ndo mfumo wa Big Star? Sio mimi. Wewe ni nani? Kwa majina naitwa Red Boy. Red Boy, na wewe pia ni msanii au? Ya, mimi ni msanii kabisa. Sasa inakuwaje wasanii wawili mmekuja kwenye interview wote au inakuwaje? Ya, unajua sisi sote kama unatukuta wawili hapa ni watu ambao tunafanya kazi pamoja. Okay. Ya, tuko kwenye timu ya Afro Kongoma. Okay. Ya. Wewe niambie, unamfahamu vipi nani Big Star? Unamfahamu vipi katika muziki? Kwa sababu rafiki ndo mtu pekee ambaye anakuwa anajua zaidi sana siri za mtu ambaye ni rafiki yake. Unamfahamu vipi kwenye muziki? Unafikiri kuwa muziki wake ambao unaofanya utaenda? Ya, Big Star ni mtu ambaye namfahamu sana, na kuhusu mambo ya muziki kikweli ni mtu ambaye anajitahidi, anafanya kazi nzuri, na kila mtu ambaye atasikia kazi ambayo anafanya ni kazi nzuri sana. Hata nami pia anakuaga anakubalia wakati ambao tunafanya tizi tunafanya kwenye mazoezi, nasema yani Big Star wewe noma wewe jamani.
Yani Big Star kabisa ni mtu ambaye anapambana vizuri. Yeah. Tuache tuangalie upambanaji wake. Umeleta style yako ambayo ni Afro Kongoma. Tunafahamu style za wasanii wengi ziko nyingi, wengi wanapenda kuimba sana R&B, Afrobeat kwa sababu tunajua chimbuko la Afrobeat ni Nigeria. Lakini kuna baadhi ya wasanii hapa nyumbani wanapita kwenye Afrobeat. Lakini wewe umekuja, niseme kuwa labda inaweza kuwa ni style yako mpya. Sijui kama utakuwa umeleta we au umekopi kwa mtu mwingine. Tuambie imekaaje Afro Kongoma? Kuna nini mle ndani kwenye Afro Kongoma? Kumechanganya ni kwa sababu nasikiliza neno Afro, afu inakuja ngoma. Si ndio? Imekaaje hii? Nitarudi kwanza nyuma kidogo hapo ambapo ulisema Afrobeat imetoka Nigeria. Sio hivyo. Sio chimbuko la Nigeria. Ukitazama vizuri na kufuatilia, Nigeria nao wametoshea Kongo. Wametoshea Kongo ni kwa sababu teknolojia yetu iko chini. Ila ukitazama vizuri, ukipata ngoma, mdundo wa ngoma Afrobeat na unasikiliza sana sebene ndombolo za wakubwa zetu Weranson, utakubali na kupata uhakika kama Afrobeat wametoshea Kongo. Ni kwa sababu wao wana ujuzi utuzidi hapa Kongo kwenye mambo ya muziki. Ikiwa mimi nimefanya Afro Kongoma, ni style hapa kwetu nyumbani, ni mtindo wangu hapa kwetu nyumbani, nachanganya mtindo zetu. Tuna sebene, tuna rumba, tuna ndombolo, nachanganya pia hiyo Afrobeat ambayo umesema hiyo nachanganya huko ndani. Mimi kwa sababu nimesema hivyo labda nisionekane nimedanganya, lakini kama niliamua kusema hivyo, wa Nigeria wao ni wajanja kutuzidi. Unajua mziki wetu wa hapa, naweza nikasema Kongo nzima tumeuzoea aina mziki fulani, lakini wao wamekuja kuingiza kiusasa kwenye mziki, labda unavyosema wameiba Kongo alafu wakaingiza kiusasa. Mziki wa Kongo ni ule ule tunaojua, lakini sasa hivi generation ambayo imekuja imeanza kuamka na kuweza kuongeza vitu. Wasanii hawapendi kusapoti mziki wa Goma, nyinyi kwa nyinyi hamsapotiana. Unafikiri matatizo yako wapi? Wewe umeanzisha style yako mpya, lakini labda kuna watu wengine watatoka nyuma, wataponda, hawatokufuatilia kama inavyotakika kukufuatilia, au hawatasupport kama inavyotakiwa kukusupport. Unafikiri kwa nini Goma hamsapotiane nyinyi kwa nyinyi? Tukizungumza hiyo swala hiyo, nitakuwa sehemu fulani nitakuwa nimekosea. So unajua kila mtu ana ubaya wake. Mimi kitu ambacho tu naweza ambia wanamuziki wa hapa kwetu nyumbani, tusaidiane, tusiwe na wivu, tukingali mwanzo wa safari, tusijengeane beef bado. Nikiona kazi yako ni support, ukiona kazi yangu isapoti. Tusifungiane roho, tukifungiana roho hatutafika kimataifa, tukingali wadogo sana. Lazima tuungane mkono ili na sisi Afrika itutambue. Message yako labda ya mwisho kwa watu ambao wanafuatilia mziki wako, ambao ni mashabiki wapi ambao utawakusanya karibuni kupitia style yako ya Afro Kongoma, una nini labda message ya kuambia mashabiki ambao wako nje ya Goma na nje ya Goma, wako Kongo nzima, wako nje ya Kongo, una nini cha kuambia? Okay, kwa sasa naweza kuambia wandugu zangu, mashabiki zangu ambao mnanifuatilia, mzidi support kazi zangu, nitafanya vitu vizuri sana. Na nikifanya vitu vizuri kama mnisapoti, vitakuwa vizuri kutokana na ninyi. Mimi nitajitahidi nifanye kitu kia maana, mnasupport. Ukisikia kazi yangu puchi, ukisikia nimepost kwenye channel yangu, uza MB, cheki jina langu Big Star mwenye power, ufuatilie kazi yangu, hapo utakuwa umenisupport na kazi inasonga mbele. Redbone, naona neno gani la mwisho labda kwa mashabiki wenu wa mziki wenu ambao ni style mpya? Mimi naweza kusema hivyo kwa sababu ndo mwanzo inaanza kuingia. Kwa hiyo una message gani ya kuambia watu? Cha kwanza nashukuru pia kwa hivyo Big Star mwenye power amezungumza. Na mimi kitu ambacho naomba sana kwa mashabiki, wazidi fuatilia channel YouTube. So unajua bila mashabiki sisi hatuwezi endelea. Unajua mashabiki ndio watu ambao wanatupatia nguvu ili tuweze songa mbele. Na naomba sana kwa mashabiki wote watusaidie, ila nikitosha ngoma, Big Star kitosha ngoma, wajitahidi sana, wacheki.
Asante sana, nilikuwa na msanii Big Star mwenye power pamoja na mwenzake ambaye alimsindikiza kupitia interview hii ambaye ni Red Boy. Nikushukuru sana, nilikuwa mitaa ya TMK ambako nilikuja kupiga nao story. Mimi usikose kuniita Bumak Bure ke kila kitu, babu jiko sinaga majiga ambazo sote kipekea kunguruma lobarikiwaga dhahabu na hatutaki kubato.